Tumsifu Yesu Kristo. Karibu mpendwa mtazamaji wa TBC1 katika kipindi hiki cha Tumshukuru Mungu. Tusikilize kwa pamoja neno la Mungu ambalo leo linatuongoza tuweze kupata ujumbe ambao Mwenyezi Mungu apenda kutushirikisha. Somo katika Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka sura ya kwanza aya 67 hadi aya ya 79. Siku ile Zakaria baba yake Yohane alijazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo wa kinywa cha manabii wake watakatifu, tuokolewe na adui zetu na mikononi mwa wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo waliomwapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote. Nawe mtoto utaitwa nabii aliye juu, kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana kumtengenezea njia zake, wajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Mungu wetu, ambazo kwa hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangaza wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia ya amani. Ndilo neno la Bwana. Mwinjili Luka anatusimulia sehemu hii jinsi ambavyo Zakaria, baada ya kutoka katika hali yake ya kuwa bubu kwa sababu alikosa imani ya neno lile la malaika kuhusu kuzaliwa kwa Yohane, sasa anatambua ukuu wa Mungu. Amepita kutoka katika hali ya kutoamini, ameingia katika hali ya kuamini, na hivi ametangaza hapa unabii mkubwa. Ameieleza historia ya ukombozi, jinsi inavyohusiana na huyu mwanaye aliyezaliwa, yani Yohana, kwamba atakuwa mtangulizi wa Kristo, ambaye huyu Kristo amekuja kwa ajili ya kuleta rehema kati ya watu, manake kurudisha uhusiano ule wa uumbaji uliokuwepo kati ya Mungu na wanadamu, uhusiano ambao uliharibiwa kwa sababu ya dhambi ya kutomtii Mungu muumba. Tukumbuke kwamba yote ambayo anayasema Zakaria alikuwa ni kuhani. Huyu alijua vizuri maandiko na alijua vizuri historia, kwamba dhambi iliingia kwa sababu mwanadamu alijenga kiburi cha kuona kwamba anaweza kuwa Mungu, na hiyo ikaitwa dhambi ya asili. Na hilo lote alidanganywa na Shetani ambaye alimwaminisha mwanadamu kwamba akienda kinyume na Mungu muumba wake, basi yeye mwenyewe atakuwa Mungu. Kwa hivyo ataweza kuchagua lipi jema, lipi baya. Kumbe sasa hiyo ikamuingiza huyu mwanadamu katika dhiki kuu, akafukuzwa katika hali ile ya kuwa mahali pa Mungu. Na ndio maana Yesu sasa anapoleta historia mpya, historia hiyo inasema Mungu pamoja nasi, manake Immanueli, Mungu ambaye anaingia tena katika historia ya mwanadamu kama alivyokuwepo wakati wa uumbaji, kwamba ni Mungu aliyefanya historia pamoja na watu mpaka pale watu walipomkana Mungu na kumtii Shetani. Kwa hivyo Mungu anamtoa mwanadamu kutoka kwenye mikono ya Shetani na kumrudisha katika mikono yake. Sasa maandalizi hayo yote aliyoyafanya Mungu yanakuja kupata hitimisho lake katika Yohane Mbatizaji, ambaye ndio anazaliwa na Zakaria na Elizabeth. Na hapa Zakaria anaeleza undani wa historia hiyo, kwamba sasa mwanadamu ametolewa kutoka katika mikono ya Shetani na amerudishwa katika mikono salama ya Mwenyezi Mungu. Na Yohane Mbatizaji ndio kazi yake kuhitimisha hayo matayarisho yote ya Mungu aliyoyafanya, na hitimisho hilo huyu Yohane analifanya kwa kumtayarishia Kristo njia ili apite
kuelekea kwa wanadamu, na hawa wanadamu sasa ndio wanaiendeleza hiyo historia kwa kuishi kile ambacho kanisa leo linatufundisha. Kanisa linatufundisha kwamba lazima tuishi nyakati zetu kwa kumwadhimisha Mungu, na tunamwadhimisha Mungu kwa vipindi na nyakati mbalimbali, na kipindi hiki kinaitwa kipindi cha Majilio. Maanake tunamwadhimisha Mungu anayekuja kwetu ili sisi tuweze kwenda kwake, lakini anapokuja kwetu ameonyesha nia yake Mungu ya kuja kwetu. Sisi kazi yetu ni kumuonyesha njia, kumtayarishia njia kama Yohane Mbatizaji alivyofanya kwa Yesu. Kwa hivyo kipindi cha Majilio ni kipindi kinachotayarisha njia ili Kristo afike kwetu, lakini hiyo njia pia inatayarishwa na sisi ili sisi tupite kwenye hiyo njia, tukutane na Kristo. Kwa hivyo Yohane Mbatizaji ni kielezo cha binadamu ambaye anamuelekea Mungu, na Mungu anakuja kwa binadamu na wanakutana, na hiyo ndio Majilio. Kwa hivyo Zakaria ametueleza vizuri sana historia ya ukombozi, kwamba huyu mtoto ataitwa nabii aliye juu. Maanake ni nabii yule ambaye ametayarisha njia ya Kristo aliyekuja. Ni nabii mkubwa kuliko manabii wote, lakini anawawakilisha manabii wote ambao waliongea juu ya ujio wa Mungu kati ya watu, kwamba ataitwa Emmanuel. Na sisi leo basi kwa Ukristo wetu tunaitwa Emmanuel kwa sababu tumebatizwa katika jina la Kristo ambaye ni Mungu pamoja nasi. Na sisi basi tumpeleke Kristo, tuitayarishe njia ili Kristo aje kwetu, lakini pia aende kwa wengine. Na hiyo ndio maana ya Christmas. Christmas au Noeli ni sherehe ambayo inatayarishwa kwa kipindi cha Majilio, kusudi Kristo aje kwetu, Kristo aende kwa wengine. Kwa hivyo Mungu ameonyesha nia, sisi kazi yetu ni moja tu, kutayarisha njia, Kristo aje kwetu na aende kwa wengine. Tumsifu Yesu Kristo.